hifadhi ya Mikumi kupitia njia tatu kubwa. Njia ya kwanza kupitia njia ya ndege, njia ya pili wanakuja kwa kupitia njia ya treni ambapo inafika Morogoro hapo SGR. Baadaye wageni wanakuja Mikumi. Njia ya tatu ni kutokana na njia ya barabara ambayo ilikuwepo hapa ndani ya hifadhi ya Mikumi. Sisi tuna international highway ambayo inaitwa Dar es Salaam Zambia A7 road ambayo inatoa watu au inatoa usafiri na masafirisho na shughuli zingine ambazo zinafanyika barabarani kama kusafirisha mizigo, abiria na kila kitu. Hiyo ndio barabara iliyokuwa hapo katikati. Inagawanyisha hifadhi katika pande kubwa mbili, upande wa chini na upande wa juu wa hifadhi. Upande wa juu kuna milima mingi kama unavyopata kuona upande ule kule na misitu, alafu upande wa pili ni wa huku chini ambapo kuna sehemu za wazi na open grassland na savana pia. Kuna wanyama na wengi. Yes, wanyama wapo pia kule. Hasa mara nyingi tunaendaga kuona twiga wanakuaga kule. Saa nyingine kuna pundamilia pia upande wa pili kule juu, maana kuna baadhi ya sehemu ziko wazi na kuna baadhi ya sehemu zina miti mingi sana. Kwa hiyo hilo linavutia wanyama kama twiga kuwepo katika ile miti kwa ajili ya kujipatia chakula chao. Yeah. Kama tutakuwa na wasaa wa kufika kule, basi tutaenda na tutaendelea kutafuta wanyama kama upande wa huku chini pia. Kundi la madume peke yao ambao wanakuaga pamoja. Hao madume peke yao wanakuwa pamoja kutokana kwamba huwa wanafukuzwa kutoka kwenye zile tunaita natural family. Wanafukuzwa wakishafikia umri kuanzia mwaka 1.5, mwaka 1 kamili, wanafukuzwa kutoka kwenye zile natural family. Huu ndo umri ambao swala anaanza kuwa matured. Sasa baba ambaye anakuwa na miliki ile familia hataki kumuona huyu mtoto wa kiume anakuwa haya maeneo, kwa sababu baadaye atakuja kumpa ushindani wa kupata majike. Kwa hiyo baba, ili kuzuia ule ushindani wa kupanda majike, inabidi amfukuze huyu mtoto wa kiume akishafikia age hiyo. Yeye akitoka, akifukuzwa pale, anaenda na peke yake au wanaform kikundi tofauti, yani wale watoto wa kiume tofauti wametoka sehemu mbalimbali, wanakusanyika sehemu moja, wanaanzisha kikundi ambacho ndo tunakiita bachelor head. Sasa ili huyu wa kwenye bachelor head awe na familia, anatakiwa aende akapigane na yule mmiliki wa ile familia ambao ndo tunaita harem. Akishampiga yule dume wa kwenye harem, yeye ndo anakuwa ndo baba mpya, ndo kiongozi mpya katika hiyo familia. Kwa upande wa simba, huwa wakipata familia kama hivi, akikuta kuna watoto wadogo, huwa anawaua ili kuwalazimisha wale majike au kuwaforce wale majike waingie kwenye joto waweze kuwapanda kwa ajili ya watoto wake mwenyewe. Yeye huwa tunasemaga alei watoto wa kambo. Ili kuzuia hiyo inabidi awaue. Kingine pia huwa anazuia mating competition, ndio hicho ushindani wa kupanda majike. Wale watoto wakikua watataka kuwa na familia, na wanyama sio kama binadamu. Wanyama wa porini sio kama binadamu. Hawana ule utashi wa kusema huyu dada yangu, huyu ni mama yangu. Wao yule jike ndo mke wake, yule dume ndio ataki baba. Huwa wana mate, wana hiyo interbreeding kwamba mama na baba na mtoto na nini wote ni kitu kimoja. Akampanda mama yake. Yes, hicho ni kitu cha kawaida kwa wanyama wa porini huko, especially kama swala. Ila sasa ili huyu awe na familia, sasa anatakiwa akapigane na yule dume ambaye anakuwa na miliki ile harem. Akishinda ndo anakuwa ndo baba mpya. Akipigwa ndo anamkuta kama hivi tunasema stressed. Anakuwa na mawazo muda mwingi, anaenda anajitenga peke yake, anakula sana ili aweze kupata nguvu ya kwenda kupigana tena kuwa na familia. Jambo ni moja tu katika maisha porini, kuwa na familia ni kitu muhimu sana. Na ndio maana madume ya wanyama wengi sana wa porini wanakuwa na mapembe. Mapembe ni kwa ajili ya silaha ya mapigano kati yao na kati ya wao na predators wao kama simba, chui. Swala mara nyingi sana anawindwa na chui na simba. Kwenye maisha ya porini pia kuna fisi. Yes. Fisi pia. Fisi nao ni adui zao wakubwa, lakini sio wakati mwingi sana kwa sababu swala yeye ni mwembamba, kwa anaweza karani speed kali sana. Kwa hiyo inakuwa sio rahisi kwa fisi kumpata. Labda wawe kwenye kikundi, galau wakaseti swap ya kumzunguka ndo wanaweza wakampata. Hawa ni Southern Ground Hornbill au hondohondo kwa Kiswahili. Anaitwa hondohondo mlezi wa wana.
Hawa wenyewe kuitwa hondohondo mlezi wa wana ni kwamba wanakaa na watoto wao mpaka miaka 5 kabla ya kutaga mayai kwa ajili ya watoto wengine baadaye. So hicho kinawafanya wao waonekane kama walezi wazuri, ndio maana kaitwa mlezi wa wana, hondohondo mlezi wa wana. Ni kwamba nikiwa kwenye gari, kama tumchukulie mfano mnyama simba, yeye huwa anaangalia sana kitu ambacho kipo kwenye movement. Kanaona tairi ndio zipo kwenye movement nikiwa kwenye gari. Hata gari ikiwa imesimama, yeye hangaiki na wewe kwa sababu anaona hichi kitu kipo static, hakendi mahali yoyote, kimesimama. Alafu hii ni kubwa, hii gari ni kubwa. Kwa hiyo kwa body size ya hii gari ikiangalia anaona kama kitu kimoja. Wewe ukishuka ukitembea na kuona wewe kama wewe ulivyo. Kwa hiyo usalama unakuja hivi, hatari inakuja hivi. Vile anapokuona wewe, maana yake anaweza kukushambulia wewe kwa nia mbili. Nia ya kwanza kujilinda yeye. Nia ya pili ndio hivyo, tayari umeshafika kwenye mazingira yake, kwa anaona kama anaona kama mnyama mwingine wa kawaida, lakini sio kitu cha kawaida kuona binadamu anatembea humu, hasa kwenye mapori. Ni kitu ambacho ni cha hatari. Ni hatari sana. Ndio maana tunasema ni bora kuwa kwenye gari kuliko kutembea kwa miguu. Usalama wako wewe kwa sababu unakuwa kwenye gari. Halafu kingine pia usalama wako unakuja kwamba simba wameshazoea kuona haya magari kuanzia wakiwa wadogo. Kwa akikuwa mkubwa kidogo anaona we feel at home, kwa sababu hizi gari tumezoea kuziona kuanzia wakati mwingi nyuma. Hiyo ndio inakuwa ndo salama yako. Sahihi. Saa ingine wanyama porini huwa wanajifunza na wao kama viumbe wengine ambao tunaweza tukawafundisha. Kwa mfano mbwa anaweza kumfundisha kaa chini, anakaa, simama. Wala kwa hiyo naye simba anapokuwa anaona haya magari kuanzia huko mdogo mpaka anakuwa anaona hamna shida, na yeye hata akikuwa mkubwa anaona hamna shida yoyote kukaa karibu na hizi gari. Ndio maana kuna muda anaweza kalala barabarani, wewe ndo nampisha, yeye akupishi. Atakupisha yeye kwa sababu ya labda usumbufu, makelele, ila sio kwamba eti anakuogopa. Yeah, that's why they are the king. Yeah. ya Mikumi kupitia njia 3 kubwa. Njia ya kwanza kupitia njia ya ndege, njia ya pili wanakuja kwa kupitia njia ya treni ambapo inafika Morogoro hapo SGR. Baadaye wageni wanakuja Mikumi. Njia ya tatu ni kutokana na njia ya barabara ambayo ilikuwepo hapa ndani ya hifadhi ya Mikumi. Sisi tuna international highway ambayo inaitwa Dar es Salaam Zambia A7 road ambayo inatoa watu au inatoa usafiri na masafirisho na shughuli zingine ambazo zinafanyika barabarani kama kusafirisha mizigo, abiria na kila kitu. Hiyo ndio barabara iliyokuwa hapo katikati. Inagawanyisha hifadhi katika pande kubwa mbili, upande wa chini na upande wa juu wa hifadhi. Upande wa juu kuna milima mingi kama unavyopata kuona upande ule kule na misitu, alafu upande wa pili ni wa huku chini ambapo kuna sehemu za wazi na open grassland na savana pia. Kuna wanyama na wengi. Yes, wanyama wapo pia kule. Hasa mara nyingi tunaendaga kuona twiga wanakuaga kule. Saa nyingine kuna pundamilia pia upande wa pili kule juu, maana kuna baadhi ya sehemu ziko wazi na kuna baadhi ya sehemu zina miti mingi sana. Kwa hiyo hiyo inavutia wanyama kama twiga kuwepo katika ile miti kwa ajili ya kujipatia chakula chao. Yeah. Kama tutakuwa na wasaa wa kufika kule, basi tutaenda na tunaendelea kutafuta wanyama kama upande wa huku chini pia. Bakteria zinakuwa zinaingia kwenye ngozi yako au kwenye mwili wako kupitia meno yake, ila kenge huwa hawanaga sumu. Kuna mmoja ambao ndio anaye sumu, yeye yupo huko nje, sisi hatuna huku Tanzania.
zile sura anasema kenge ananyonya ubongo hivyo. Hamna bana ndugu yangu. Hizo ni story tu za watu. Unajua pengine labda kuwaweka watoto mbali na hivyo vitu kwa sababu ya usalama wa watoto. Pengine ni watu tu story zao katika maongezi yao watu wanaongea hivyo, lakini hamna kitu kama hicho. Kenge hana uwezo wa kukunyonya wewe ubongo. Hana uwezo wa kumnyonya mtu ubongo. Hana uwezo huo. Nyoka mwenyewe hawezi kufanya hivyo. Bali tu anaweza kummeza mtu, ila itategemea na wewe chatu ana saizi gani. Kama anakuwa mkubwa saizi ya kusema kwamba anaweza kummeza mtu, hapo sawa, anammeza mtu. Lakini kama ni nyoka tu mdogodogo au chatu mdogodogo hawezi kumeza mtu. Kunyonya ubongo. Nyoka tunao pia hapa Lakini kutokana na kwamba tuko kwenye magari, alafu pia magari wana produce kitu inaitwa vibration. Hizi mishindo hizi barabarani kwenye ardhi ndio inakuwa ngumu kuwaona, lakini tunao. Hasa ikifika mchana yule jua kali, maana nyoka, kenge, nyoka, wanyama jamii ya mijusi wote damu baridi. Kwa hiyo ili apashe moto damu, anabidi atoke kule ambapo kumejihide kwenye shimo aje barabarani. Hapo ndio inakuwa advantage ya kuwaona. Kuna baadhi ya nyoka hawana sumu na kuna baadhi ya nyoka wana sumu. Kwa hiyo itategemea ni nyoka wa aina gani. Kwa mfano kama common sand snake ni nyoka ambaye ni mara nyingi sana tunamuona pembezoni mwa barabara, sehemu yenye mchanga, ndio maana akaitwa common sand snake. Alafu kuna mwingine anaitwa common egg eater. Common egg eater yeye anakula mayai. Yeye huwa hana sumu. Kwa kama anakula mayai haina haja ya kuwa na sumu. Kwa unaweza kumshika yule, hana shida kabisa. Anaweza kama anakakung'ata kwa kukudanganyishia na kukutishia, lakini sio kwamba eti akikung'ata tu unapata sumu, unapata madhara yote, hapana. Na kuna wengine bado nyoka wana sumu, lakini sumu yao ni kiasi kidogo sana kwa ajili ya kumleweshea prey wake au kumfanya yule prey wake kama paralyze. Kwa hiyo hata kikung'ata wewe bado inakuwa haina madhara makubwa sana, kama maumivu tu kwa muda mfupi, baadaye yanapotea. Kwa hiyo sio kila nyoka ana sumu ya kusema kumuua binadamu, na sio kila nyoka wa kusema kumshika kwa sababu ya usalama. Unaweza kusema huyu ndio yule ambaye hana sumu, kama haujui inakuwa hatari kwako. Kama unajua kabisa na umesoma kabisa na unajua huyu ni nyoka fulani hana sumu, kama anayo basi anayo kidogo, unaweza kumshika na hamna shida. Nani? Nyoka wa kijani sasa wako wengi ndugu yangu. Ukisema wa kijani, kuna nyoka wa kijani anaitwa green mamba, kuna nyoka wa kijani anaitwa black spotted bush snake. Kuna mwingine tena anaitwa boomslang, na yeye ana green boomslang, na yeye ana rangi ya kijani hivyo hivyo. Kwa hiyo ukisema nyoka wa kijani, mambo yanakuwa mengi sana. Yaani hutakiwi kumshika nyoka yoyote wa kijani, ni hatari. Mistari mitatu. Kuna mstari mweusi upande wa kulia kwenye mguu wa kulia na kushoto na kwenye mkia katikati. Kama natengeneza letter M kwa ajili ya Manala. Ile letter M kama mistari mitatu ni kwa ajili ya mawasiliano. Mara wenyewe huwa wanaona sana wakati wa mchana, wanaona vizuri sana rangi nyeusi. Kwa hiyo wana mistari kama mitatu, ile ni kwa ajili ya kuwasiliana na wengine, kwamba mmoja akipita njia hii wengine wanakuwa wanamfuata. Usiku chini ya mkia ukiona anapukuta hivi mkia kwa chini ana rangi nyeupe. Kwa hiyo wakati wa usiku kama wanakimbizwa, labda wameona kitu cha hatari, wananyanyua ule mkia. Akinyanyua mkia hivi ile rangi nyeupe usiku inaonekana vizuri zaidi. Kwa hiyo wanaitumia ile kama follow me sign, kwamba mimi napita huku, rangi nyeupe hii nifuateni. Hiyo inakuwa kama mawasiliano baina ya group members. Kama sasa hivi wote unaongelea kama 4 5 wanaangalia upande huu, hii ni kwa ajili ya usalama wao. Yaani lazima waangalie upande ambapo wanaona kitu sio cha kawaida, kwamba tuko salama. Baadaye wakishajiridhisha, unaona wako busy wanaendelea kula na shughuli zingine zinaendelea. Moja kati ya wanyama ambao wako vizuri sana kwenye kukimbia, kusikia na hata kuona pia. Wanaona vizuri
lakini sio sana kama wanavyosikia, kwa sababu unaona sikio lake ni kubwa kidogo. Lile sikio linamsaidia yeye kusikia mawimbi ya sauti kutoka umbali mrefu kidogo. Kwa hiyo kama akisikia labda sauti ya simba na unguruma upande fulani, yeye anabidi change direction. Hawa ni Southern Ground Hornbill au hondohondo kwa Kiswahili. Anaitwa hondohondo mlezi wa wana. Hawa wenyewe kuitwa hondohondo mlezi wa wana ni kwamba wanakaa na watoto wao mpaka miaka 5 kabla ya kutaga mayai kwa ajili ya watoto wengine baadaye. So hicho kinawafanya wao waonekane kama walezi wazuri, ndio maana kaitwa mlezi wa wana. Hondohondo mlezi wa wana. Hornbill. Horn ni pembe, bill ni mdomo. Kwa mdomo wake ukiangalia upo kama pembe. Kilichotengeneza midomo yao ndo kilichotengeneza pembe, keratin materials. Kwa mwisho wa siku na wao mdomo wao ukapewa kama hornbill. Hao ndo ndege ambao wanaweza kuishi mpaka miaka 60. 6 years? Yes, 50 to 60 years. Na life span kubwa sana. Simba hali hao. Wao wanaluka but hawaluki sana, kwa sababu wenyewe madume wanakuwa wana uzito kuanzia kilo 4 mpaka 6, majike kilo 1 mpaka kilo 3 au 4. Sasa hizi kilo nyingi zinawasababisha wasio wanaluka umbali mrefu sana kwenda juu, ila wanaluka. Simba hali huyo, kwa sababu huyo mwenyewe anakula nyama. Kwa hiyo anayekula nyama, anayekula nyama mwenzie apati protini nyingi sana. Kwa hiyo kinachotakiwa yeye simba amle yule ambaye anakula majani, ndio anakuwa anapata minerals nyingi na anapata nutrient nyingi zaidi. Kwa hiyo simba hawezi kumla huyo. Adui yake sasa huyo anaye fisi. Fisi akiwakuta chini labda wamelala, wamekaa mahali kuna watoto, huwa anakula. Chui yeye huwa anawindaga kanga hawa. Ila saa nyingine kama ikitokea amekosa chakula, hata huyo ndege pia inabidi amle, maana hawezi kufa wakati, na hiyo ni moja kati ya pati ya chakula chake ambacho ila huwa kipendelei. Jitahidi amekaa sana dakika 5. Ndio maana mara nyingi kuonaga ni ngumu sana. Hao ni majike au ni mix? Hao ni madume hao. Ndio kundi la mabachi. Hilo hao ni madume, kundi la mabachi. Sasa hii ndio kundi la mabachela. Kwa sababu gani unajua huyu ni bachela au ni dume? Unaangalia kichwani. Akiwa na pembe ndefu, fupi, huyu ni dume. Kama saizi ile pale na hana pembe, yule ni jike. Kwa dume ni mmoja, lakini walibakia madume wengi, lakini walibakia jike ni mmoja tu. Yule pale peke yake pale. Hao wengine